Rais wa Marekani Donald Trump amewaambia wanahabari kuwa yuko karibu kufikia mkataba wa kumaliza vita vya Gaza na kuwarejesha mateka wa Israel nyumbani. Nadhani ni makubaliano yatakayowezesha mateka kuachiliwa. Utakuwa mkataba ambao utamaliza vita, mkataba ambao utaleta amani. Nadhani tuna makubaliano. Rais Trump alikuwa akizungumza muda mfupi tu baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutoa hotuba yake katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, ambapo amekana kuwa nchi yake inatekeleza mauaji ya kimbari huko Gaza na kuwa wanawaua watu kwa kutumia njaa. Netanyahu ameapa kumaliza wapiganaji wa Hamas waliosalia na kushtumu dunia kwa kusahau dhulma zilizotekelezwa dhidi ya raia wa Israel tarehe 7 ya Oktoba 2023. Wengi wa wajumbe waliondoka ukumbini kabla ya kuanza kwa hotuba yake. Wakati huo kundi la waandamanaji walikongamana katikati mwa jiji la New York. Miongoni mwa waandamanaji hao ni familia za mateka wa Israel wanaoshikiliwa huko Gaza. Sehemu za hotuba ya Netanyahu ilipeperushwa huko Gaza kwa spika kubwa na katika simu za mkononi kwa watu wanaoishi huko. Kiongozi huyo wa Israel akichukua fursa hiyo kujaribu kuzungumza na Hamas moja kwa moja. To the remaining Hamas leaders. Kwa viongozi wa Hamas waliosalia na kwa wale wanaozuilia mateka wa Israel, sasa nawaambia, wekeni silaha zenu chini. Waachilieni watu wangu wote 48. Waachilieni mateka sasa hivi. Mkifanya hivyo mtaishi, na msipofanya hivyo basi Israel itawawinda. Israel will hunt you down. Netanyahu ametaja hatua ya baadhi ya mataifa ya magharibi kulitambua taifa la Palestina kama wazimu mtupu na kusema kwamba hatua ya Israel kukubali suluhu la mataifa mawili ni kama kujitoa uhai. Mwandishi wa BBC John Sadworth anaripoti sasa kutoka Jerusalem. Alitumia hotuba hiyo kama fursa pia ya kutangaza moja kwa moja Gaza ili kuzungumza na Hamas. Bila shaka hotuba yake ilijawa na ujumbe wa kawaida kuhusu Hamas, kwamba ni shirika la kigaidi na kwamba Israel inahusika katika vita ili kulimaliza kundi hilo. Lakini pia alidokeza uwezekano wa kuwepo kwa amani. Alisema iwapo Hamas watawaachilia mateka na kuweka silaha chini, basi itawezekana kuwepo kwa utawala wa raia katika siku zijazo. Sasa umaarufu wa dawa ya kulevya inayojulikana kama methadone umeongezeka sana nchini Urusi. Licha ya ugumu wa kupata takwimu za kuaminika kutoka kwa mamlaka, katika miaka ya hivi karibuni Umoja wa Mataifa na serikali ya Urusi wamethibitisha kuwa mauzo ya dawa hiyo yameongezeka. Uchunguzi wa BBC umefanikiwa kuingia ndani ya Urusi kufahamu kwa kina undani wa biashara hii inayokuwa kwa kasi kupitia mtandao wa siri au darknet, na umeona wazi kabisa madhara makubwa yanayoletwa na dawa hii katika maisha ya vijana. Tukuonye tu kwamba ripoti hii inayosomwa kwako na Beldin Waliaula inaonyesha baadhi ya matukio ya utumiaji wa dawa za kulevya. Hivi ndivyo uraibu unavyoonekana nchini Urusi. Hapa ndipo unapojikuta kama unavyoona, kuta tupu, godoro chafu, na kuna sindano moja tu inayotumiwa na watu 5. Olia anatoka vitongoji vya Moscow. Anakumbuka alianza kutumia dawa hizi za kulevya akiwa na umri wa miaka 15 tu. Nilihitaji pesa za kununua methadone. Nilikuwa nikiwaletea wanawake kwa wanaume. Nililala naye ili nipate pesa au dawa za kulevya. Alikuwa ananipa aidha methadone ya ziada kama zawadi au fedha za ziada. Bila shaka nilitumia zote kununua methadone. Methadone ni dawa ya kulevya ya mtaani yenye kusababisha uraibu mkubwa. Mara nyingi inafananishwa na cocaine, lakini inaweza kuwa nafuu hadi mara 5 zaidi. Inaweza kuwafanya watumiaji wajisikie wenye furaha iliyopindukia, lakini pia inaweza kusababisha matatizo makubwa ya kiafya. Kama dawa nyingine za kulevya nchini Urusi, soko la methadone lipo mtandaoni. Wauzaji hufanya biashara kupitia mtandao ya vificho au darknet. Uchambuzi wetu wa mitandao fiche ya Urusi inaonyesha kuwa kuna takriban 1/3 ya mauzo ya dawa za kulevya sasa ni hizi dawa za methadone. Maxim ni kijana mwingine wa Kirusi ambaye maisha yake yaliharibiwa na methadone. Alianza kuuza dawa za kulevya akiwa na miaka 15 tu. Tulipokutana naye alikuwa na miaka 17 na tayari akipanda ngazi katika biashara ya dawa za kulevya hadi kufikia hatua ya kuzalisha mwenyewe. Methadone ndio dawa rahisi zaidi kutengeneza. Ni kama kutengeneza Lego Dragon. Wanakupa maelekezo,
unatengeneza methadone kwa kutumia orodha ya viambato. Katika boksi la Lego hakuna vipande vya ziada, na hapa pia hakuna. Mwaka 2023 Maxim alikamatwa. Badala ya kuhukumiwa kifungo kirefu jela, aliamua kuchagua mbadala: kupelekwa vitani katika vita vya Urusi nchini Ukraine. Imepita karibu mwaka mzima tangu mama yake asikie kutoka kwake. Tulipokutana naye, alikuwa anasoma shajara ya mwanawe kwa sauti, ambayo iliandikwa kabla hajapelekwa vitani. Nimeangusha familia yangu, nimemwangusha mama yangu, nimemwangusha dada yangu, nimemwangusha kila mtu. Sikudhani kama hali ingekuwa mbaya hivi. Nilikosea. Mwaka wa 2024 Olia pia alikamatwa. Anahudumia kifungo cha miaka 6 jela kwa kosa la kukusudia kusambaza dawa za kulevya. Nilihitaji pesa za kununua methadone. Nilikuwa nikiwaletea wanawake kwa wanaume. Nililala naye ili nipate pesa au dawa za kulevya. Alikuwa ananipa aidha methadone ya ziada kama zawadi au fedha za ziada. Bila shaka nilitumia zote kununua methadone. Methadone ni dawa ya kulevya ya mtaani yenye kusababisha uraibu mkubwa. Mara nyingi inafananishwa na cocaine, lakini inaweza kuwa nafuu hadi mara 5 zaidi. Inaweza kuwafanya watumiaji wajisikie wenye furaha iliyopindukia, lakini pia inaweza kusababisha matatizo makubwa ya kiafya. Kama dawa nyingine za kulevya nchini Urusi, soko la methadone lipo mtandaoni. Wauzaji hufanya biashara kupitia mtandao ya vificho au darknet. Uchambuzi wetu wa mitandao fiche ya Urusi inaonyesha kuwa kuna takriban 1/3 ya mauzo ya dawa za kulevya sasa ni hizi dawa za methadone. Maxim ni kijana mwingine wa Kirusi ambaye maisha yake yaliharibiwa na methadone. Alianza kuuza dawa za kulevya akiwa na miaka 15 tu. Tulipokutana naye alikuwa na miaka 17 na tayari akipanda ngazi katika biashara ya dawa za kulevya hadi kufikia hatua ya kuzalisha mwenyewe. Methadone ndio dawa rahisi zaidi kutengeneza. Ni kama kutengeneza Lego Dragon. Wanakupa maelekezo. Unatengeneza methadone kwa kutumia orodha ya viambato. Katika boksi la Lego hakuna vipande vya ziada, na hapa pia hakuna. Mwaka 2023 Maxim alikamatwa. Badala ya kuhukumiwa kifungo kirefu jela, aliamua kuchagua mbadala: kupelekwa vitani katika vita vya Urusi nchini Ukraine. Imepita karibu mwaka mzima tangu mama yake asikie kutoka kwake. Tulipokutana naye, alikuwa anasoma shajara ya mwanawe kwa sauti, ambayo iliandikwa kabla hajapelekwa vitani. Nimeangusha familia yangu, nimemwangusha mama yangu, nimemwangusha dada yangu, nimemwangusha kila mtu. Sikudhani kama hali ingekuwa mbaya hivi. Nilikosea. Mwaka wa 2024 Olia pia alikamatwa. Anahudumia kifungo cha miaka 6 jela kwa kosa la kukusudia kusambaza dawa za kulevya.